Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa ala rasulillahi almustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal wafa. Amma ba'd. Je, unataka haiba, unataka kabuli katika maisha yako? Yani kwa mfano, ikiwa una haja kwa mtu na pengine una wasiwasi kwamba yeye anaweza kukukataa, anaweza kukataa kukusaidia, ama pengine wajiona wewe katika kazi, yani hupewe ile heshima unayotaka, watu wanakudharau, watu wanakuona kama wewe huna thamani mbele yao. Vile vile, kwa mfano, wewe unataka kwenda kupeleka posa kwa mtu, kwa mwanamke, umemkusudia katika mambo ya kheri, lakini unaogopa kwamba pengine ukienda pale unaweza kataliwa. Ama ni mtu ambao kwamba tuseme anatafuta uongozi, unatafuta uongozi katika maisha, na hutaki kugharimikia katika uongozi wako, isije ukatoa gharama kisha baadaye usipate yale matlaba yako, yani usichaguliwe. Kwa hivyo insha Allah taala, faida na siri hii kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni siri adhim ambayo ni ya kuweza kukupatia haiba katika maisha yako, na vile vile kukupatia kabul katika mambo ambayo kwamba unahitaji, yani unakuwa ni mtu wa kukubaliwa na kutambuliwa katika mujtamaa. Na hii faida vile vile ni mujarrab na ni faida adhim. Bora uwe na yaqini, bora uwe na ikhlasi, na kwamba wafanya haya kwa nia mzuri na vile vile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kabla ya kuanza kuelezea faida hii na siri hii, basi mwanzo tutangulize kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuweza kuifanyia kazi faida hii na vile vile kufaulu katika kuona natija mzuri katika faida hii, basi fuata utaratibu huu, na taelezea njia mbili ambazo kwamba mtu anaweza kufanya moja katika njia hizo, ataweza fanya moja katika njia hizo, au akachanganya zote hizo njia mbili. Ukifanya njia moja katika hizi pia ni sawa, na Mola subhanahu wa ta'ala ataweza kukutekelezea na kukutimizia matlaba yako. Kwa hivyo njia ya kwanza unatenga wakati muhimu. Na wakati gani ambao kwamba ni muhimu hapa wa kuweza kufanya kazi? Ni wakati ambao kwamba uko na siri, ni baada ya swala ya alfajiri, ya siku ya Ijumaa, kuanzia pale saa 12:30, kuanzia saa 12:30 katika swala ya baada ya swala alfajiri ya siku ya Ijumaa, au siku ya Jumapili. Unaweza fanya siku ya Ijumaa baada ya swala alfajiri, yani pale saa 12:30, ama vile vile unaweza ifanya siku ya Jumapili kuanzia saa 12:30, yani hapo tu ikishaingia saa 12:30 unaweza ifanya faida hii. Hii ndio nyakati ambazo kwamba ziko na siri, na ndio katika miongoni mwa sharti zake. Kisha unachukua karatasi nyeupe, nadhifu, zile karatasi za kupiga fotokopi, yani karatasi nyeupe. Kisha vile vile utie nia yako ya kabul, yani Mwenyezi Mungu inshallah akupatie kabul. Tia nia yako, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akupatie kabul, akupatie vile vile haiba. Kisha andika aya zifuatazo kwenye hiyo karatasi, na shakili zake, yani uandike shakili zake vile vile kama ilivyo ndani ya Qur'ani. Uweke zile fatha, kasra, dhamma, sukun na zote hizo, yani uandike vile vile kama ilivyo ndani ya Qur'ani. Utaandika aya zifuatazo. Aya kwanza ni aya hii, aya ya 200
246 ya Surat Al-Baqara, aya 246 ya Surat Al-Baqara inayosema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Hii aya utaandika mara moja. Vile vile aya nyingine utaandika, aya nyingine ni aya ya 181 ya suratu Ali Imran. Aya nyingine ni aya ya 181 ya suratu Ali Imran inayosema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Hii vile vile aya utaiandika mara moja, aya 181 ya suratu Ali Imran. Aya nyingine ambayo kwamba utaiandika kwenye karatasi hiyo ni aya 77 katika suratu Nisa inayosema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Hii vile vile aya utaiandika mara moja katika hiyo karatasi. Baadaye utamalizia ama utaongezea katika hayo maandishi hizo aya, vile vile utaandika haja yako. Kwa mfano, kama wewe unataka kumwendea mtu fulani ama unataka kwenda kupeleka posa, utasema Allahumma fa'al bi kadha wa kadha, na hapa utataja haja yako, Allahumma wafiqni liatazawaja fulana. Yani utataja haja yako hapa, utaongeza katika ile katika zile unazoandika katika zile maandishi, vile vile utaongeza baada ya kuandika hizo aya. Baada ya hapo, kama mfano sasa unataka kumwendea mtu fulani, unataka yani kwa haja fulani ambayo umekusudia, basi utachukua hiyo waraka, karatasi, utaikunja vizuri, na vile vile uwe umetawadha, uwe na tahara, umetawadha. Yani uchukue hiyo karatasi kwa tahara, yani uwe umetahirika, uchukue, halafu baadaye utaweka ndani ya kipoti chako. Weka ndani ya kipoti chako, halafu mkabili yule ambaye umemkusudia, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ataweza kukutimizia mahitaji yako na haja yako kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Njia nyingine, baada ya vile vile, badala ya kuandika, unaweza
ukachukua maji safi. Wakati ni huo saa 12:30 ya sala ya siku ya Ijumaa asubuhi, na vile vile saa 12 ama saa 12:30 ya siku ya Jumapili asubuhi. Na hapa mwanzo ni vizuri mwanzo kutanguliza swala ya haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumlika yeye Mola subhanahu wa ta'ala. Utaswali salatul haja, na zile sura za kusoma ni maarufu kama vile vile kusoma sura za salatul istikhara. Yani katika raka ya kwanza baada ya suratul Fatiha utasoma suratu Al-Kafirun, na katika raka ya pili baada ya suratul Fatiha utasoma suratul Ikhlas. Ukishamaliza chukua maji safi, maji tahara, na uyasomee hizi aya mara 10. Yani kila aya soma mara 10. Aya ya kwanza mara 10, aya pili mpaka aya zote utazisomea mara 10. Ukisha kumaliza vile vile uhakikisha umetia nia yako, na kadhalika utamalizia na dua ile Allahumma if'al bi kadha wa kadha, yani utataja ile haja yako kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Kisha yale maji pulize yale maji mara 7, yapulizia yale maji mara 7. Baadaye sasa yale maji utayahifadhi katika chombo, iwe ni chupa, iwe ni yani chombo ambapo kwamba ni utahifadhi vizuri. Wakati inshallah sasa wewe unahitaji kwa jambo fulani, jambo la khairi, bila shaka ile jambo la khairi haifai kutumia hizi faida kwa jambo la shari, kwa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iwe ni katika mambo ya khairi, yani bila shaka, yani mwanzo uwe umetawadha. Wakati sasa unataka kutumia haya maji, umetawadha vizuri. Ukishamaliza kutawadha sasa unataka kumwelekea yule ambaye kwa maana umekusudia kwa haja zako. Unaona, kwa haja zako, kwa mfano ikiwa unahitaji akusaidie pesa au unataka cheo, unataka nini mathalan, utachukua hayo maji na uoshe uso wako. Chukua hayo maji sehemu fulani, osha uso wako, kisha umwelekea yule ambaye kwamba umemkusudia. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala haja yako itakidhiwa. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala haja yako itakidhiwa. Kwa hivyo hizi ndio njia mbili ambazo kwamba waweza kutumia kwa faida hii, na ukichanganya pia ni sawa, lakini ukifanya moja katika hizi njia mbili pia ni sawa, na utaona siri zake na natija yake kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuafikie kila la kheri, na shari zote Allah subhanahu wa ta'ala tuepushie kwa baraka na siri za Qur'ani, na vile vile kwa baraka ya majina yake matukufu Mola subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.